Katika kivuli cha maadhimisho ya miaka 47 ya mapinduzi ya Kiislamu, kauli ya mshauri wa kiongozi mkuu wa Iran, Al-Shamkhani, imesikika kwa msisitizo ikisema uwezo wa makombora ya Iran si mada ya kujadiliwa. Kauli hiyo haikuwa ya kawaida, ilikuwa ujumbe wa kisiasa uliolenga pande mbili, Washington na Tel Aviv. Marekani imekuwa ikitaka mazungumzo ya nyuklia yatanuke na kujumuisha mpango wa makombora ya balistiki pamoja na ushawishi wa Iran katika makundi kama Hamas na Hezbollah. Sasa ziara ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu katika ikulu ya White House na mkutano wake na Rais Donald Trump inaongeza uzito wa mvutano huo. Netanyahu, mshirika wa karibu wa Trump, anasukuma makubaliano yatakayozuia urutubishaji wa uranium na kudhibiti kile anachokiita muhimili wa Iran katika eneo la Mashariki ya Kati. Hapa si tu mjadala wa silaha, ni pambano la ushawishi wa kikanda. Iran inasisitiza kuwa haitasitisha urutubishaji wa uranium bila kuondolewa vikwazo vinavyoiumiza kiuchumi. Marekani, kwa kuongeza uwepo wa kijeshi katika eneo hilo, inaonyesha kuwa diplomasia inaambatana na onyo la nguvu. Katika hesabu za kimkakati, kila kauli kali inaweza kuwa maamuzi ya kuwepo au kutokuwepo mazungumzo, lakini pia inaweza kuwa cheche ya mzozo. Sasa swali hapa ni je, endapo meza ya mazungumzo haitaleta suluhu kati ya Iran na Marekani, athari zake ni zipi na kwa kiasi gani Afrika, hususan Afrika Mashariki, inaweza kuathiriwa na mzozo huu? Iran hatokubali kuingiliwa kwenye programu yake ya makombora, kwa sababu hicho ndo kitu ambacho kinampa ulinzi, na anajua kwamba deterrence yake kubwa ni makombora, kwa sababu effectiveness yake, athari zake zimeonekana kwenye 12 day war. Kwa hiyo issue ya makombora haiko kwa Iran, hayuko tayari kuyajadili, hayuko tayari kukubali chochote kinachohusiana na hiyo, kwa sababu same playbook ilitumika kwa jirani yake Iraq. Same thing, Saddam aliambiwa kuhusu Scud missile kwamba aondoe na kwamba hatovamiwa, and the same thing. Kwa hiyo ameshaona, na wao wanafahamu kwamba athari kubwa au tishio kubwa kutoka kwa Irani ni makombora yake. Historia ya uhusiano kati ya Washington na Tehran imejaa vipindi vya mvutano vinavyogeuka ghafla kuwa makubaliano au migogoro, huku waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akisema wanafanya majadiliano na Marekani kuelekea mazungumzo ya Iran. Irani yenyewe inasema mkutano wa Israel na Marekani ni wa kujadili namna ya kuipiga Iran. Sasa yapi yatakuwa matokeo ya kikao hicho cha wawili hao? Tutakuwepo kukujuza. Faraja Samo, Azam News. Assalamu alaikum, natumai wote wazima. Iran hatokubali kuingiliwa kwenye programu yake ya makombora, kwa sababu hicho ndo kitu ambacho kinampa ulinzi, na anajua kwamba deterrence yake kubwa ni makombora, kwa sababu effectiveness yake, athari zake zimeonekana kwenye 12 day war. Kwa hiyo issue ya makombora haiko kwa Iran, hayuko tayari kuyajadili, hayuko tayari kukubali chochote kinachohusiana na hiyo, kwa sababu same playbook ilitumika kwa jirani yake Iraq. Same thing, Saddam aliambiwa kuhusu Scud missile kwamba aondoe na kwamba hatovamiwa, and the same thing. Kwa hiyo ameshaona, na wao wanafahamu kwamba athari kubwa au tishio kubwa kutoka kwa Irani ni makombora yake. Na cha pili tunatakiwa kujue haya makombora na athari ya Iran au tishio la Iran sio kwa Marekani, ni kwa Muisraeli. Kwa hiyo Marekani ana act kwa niaba ya Muisraeli, na Muisraeli anatambua athari ya Iran. Ndio maana this time amekaa nyuma, tofauti na mwanzo alivyofanya mashambulio na kuwa mbele kuanzisha vile vita vya 12 day war, lakini baada ya kuona lethality au ukali na athari ambayo makombora ya Iran yanaweza yakadeliver, na sasa hivi taarifa zinaonyesha kwamba wameazalisha kwa wingi zaidi, pamoja na Shahid drones, na kwamba hakuna any effective defensive mechanism ambayo wanayo dhidi yake. Ndio maana ana push sana. Kwa hiyo Marekani ana act kwa niaba ya Israel. Kwa hiyo swala la makombora hayapo kwenye majadiliano. Sielewi ni kitu gani cha maana ambacho wanaenda kujadiliana. Sana sana it's buying time, alafu wana play geopolitical game. Ni issue ya move and counter moves. Hiyo naomba kieleweke. Huenda kitu ambacho kikatokea katika haya majadiliano, kukakuwa kuna aina fulani ya makubaliano ya symbolic, kwamba labda Marekani wanaweza kaongea na Iran ashambulie sehemu ambayo haina madhara, alafu Iran naye ajibu mashambulizi katika sehemu ambayo haina madhara. Haya yalishatokea katika mauaji ya Soleimani. Iran aliretaliate katika kambi mbili za kijeshi za Marekani ya Iraq, lakini ilikuwa symbolic, haikuwa na madhara yote. Same thing kwenye 12 day war, tuliona kwamba Iran alishambulia Al-Hudaida base nchini Qatar, lakini pia ilikuwa symbolic, haikuwa na athari yote. Kwa hiyo kuhusiana na hilo sioni.
East Africa tutaathirika vipi? Sisi tutaathirika, namba moja ni nishati, kwa sababu sisi tuna import nishati yetu. Kwa hiyo kuna Strait of Hormuz ambayo 20 to 30% ya nishati ya dunia inapita pale, lakini tunafahamu Bab el-Mandab. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho kitatuathiri sisi East Africa ni nishati, lakini kitu kingine ambacho pia kitakuwa kina athari kubwa sana ni biashara, kwa sababu biashara nyingi inapitia around yale maeneo ambayo pamoja na Bab el-Mandab ambayo iko chini ya Houthi ambao ni washirika wa Iran. Kwa hiyo biashara tutaathirika sana, supply. Sisi vitu vingi ambavyo vipuri na nguo na biashara na vitu vingi sana tunavitegemea kutoka nje. Kwa hiyo tutaathirika sana kwenye upande wa kibiashara, upande wa supply, lakini zaidi kwenye upande wa nishati. Sasa sijui tumejipanga vipi kuwa na akiba ya nishati ya muda mrefu ambayo at least mwezi mpaka miezi miwili. Sijui kwa nchi zetu za Kiafrika, especially East Africa ikoje. Natamani nijue kwamba mamlaka iwepo wataweza kutuambia kwamba supply yetu au stock yetu ya mafuta inaweza ikalast kwa muda gani, lakini ni kitu ambacho tunatakiwa tukizingatie sana. Video hii imekupa thamani, maarifa au hata mtazamo mpya, na kualika kusupport channel hii. Kwa sasa hatuna wadhamini. Kila video inatengenezwa kwa passion, kwa dhamira ya kukuletea maudhui yenye kuelimisha na kuzindua akili. Mchango wako, haijalishi ni kiasi gani, husaidia moja kwa moja gharama za uzalishaji, utafiti, vifaa, na kuniruhusu kuendelea kuunda maudhui kwa uhuru bila kuathiri ubora au misingi ya Fuse ambayo ni facts and logic. Pata video zote na update zote za DJ Sma. Jiunge na channel, scan hii QR code itakupeleka kwenye channel, au tuma ujumbe wa WhatsApp kwenda 0764124124. Andika niunge channel, utapokea link. Ila namba hii haipokei simu, sio ya WhatsApp, sio ya kawaida. Social media zote natumia DJ Sma 255. Asante kwa kutazama, asante kwa kuamini, asante kwa kuwa sehemu ya safari hii. Share na wengine wafaidike. Fuse, facts and logic. DJ Sma. Nikasema kwanza bei ya mafuta itapanda sana. Nikaelezea kwamba almost 20 to 30% ya mafuta ya dunia yanapita Strait of Hormuz, na iwapo ile Strait of Hormuz itafungwa, ambayo imeshafungwa, tutegemee bei ya mafuta kupanda sana. Na nikasema na nikatoa wito serikali yetu ijitahidi kuongeza shehena ya dharura kwa kipindi hichi. Nategemea wataweza kufanya, lakini kama hatuna, inabidi kwanza kufanya rationing na kupunguza na kuambia watu kama hawana matumizi ya necessary wapunguze kwa kipindi hichi, ili hicho ambacho tunacho kama kilitakiwa kilast mwezi mmoja kitupeleka hata miezi miwili wakati huko, kwa sababu sidhani kama itadumu zaidi ya muda huo. Kwa hiyo natamani kwamba serikali yetu ielezee hali halisi na iongee na raia, ila raia wasipanic. Hamna kitu kibaya kama mkishafanya panic tu mnaharibu kila kitu, kwamba sehemu ambayo hakuna safari za dharura za muhimu tupunguze. Kwa hiyo mafuta yatapanda bei, ila kuna shipping routes ambazo zitaathirika. Watu ambao wanaagiza vitu kutoka nje vingi vitakwama ambavyo vimeshatoka, na bei itapanda kwa sababu hatari itaongezeka, bei ya insurance itaongezeka. Lakini pia kuna watu watatumia fursa kupandisha bei kwa hii. Na hata Bongo nimeona na nawaonya na naonya ambao ni Waislamu, imekatazwa kutumia fursa ya majanga kupandisha bei ya kitu. Kuna baadhi nimeona wafanya biashara wengine washaanza kupandisha vitu kwa sababu ya vita. Unapandishaje bei ya kitu ambacho labda ulikinunua kwa bei ambayo ni ya nyuma? Labda umenunua shilingi 1000, unauzaga 1500. Stock ile endelea kuuza 1500, usiseme kwamba sasa hivi tutaanza kuuza 2500 kwa sababu kule huo kwenye dini yetu imekatazwa na ni dhambi kubwa sana. Nimeona baadhi ya wengine wauza simu, stock ambazo wanazo wamezipandisha bei, japokuwa wamenunua kwa bei ambayo ni ya nyuma. Ni kinyume na sheria na misingi ya Uislamu. Kwa hiyo kama mtu yote ambaye anataka kukutana na Mola wake
akiwa ameridhiwa na anataka mali yake iwe ina baraka na anataka kuepuka mali yake kuingia dhuluma, kitu ambacho wamekinunua kwa bei ile ya nyuma wakiuze kwa bei ile ya nyuma. Unapompandishia mtu kwa sababu ya kitu ambacho kinakuja, inakuwa ni dhambi na inakuwa ni aina ya dhuluma, na atakuwa mali yako utakuwa umeingiza nuksi na huenda ikakuathiri. Kwa hiyo iwapo vitaendelea vita kwa muda, supply zetu sisi tunategemea vitu kutoka nje vitaathirika, kwa sababu bandari zetu zitashindwa kuleta mizigo, mafuta yatashindwa kuja, vitu vitapanda. Kwa hivyo ni vitu ambavyo tunatakiwa tujiandae, ila inasikitisha pia kwamba mpaka leo Afrika, pamoja na kwamba tuna capability ya mafuta, sehemu nchi kama Nigeria na Libya na nchi zingine nyingi ambazo wana mafuta, bado tunategemea mafuta kutoka nje. Hizi ifikiria vingetokea hivi vita afu tuna uwezo wa kupata mafuta yetu wenyewe kutoka Nigeria kaja yangi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo pia ni wake up call kweli kwa mataifa ya Afrika. Jamani, juzi nakumbuka, unaona tulichokifanya Tanzania na Uganda. Kuna ile bomba ambalo limetoka Uganda linakuja kwetu. Sisi wenyewe tuna LNG yetu. Nadhani kuna mafuta yamegunduliwa baadhi ya sehemu. Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alitoa wito kwamba SGR iende mpaka Uganda, Uganda ipokee iende kule. Itapendezea ukiwa kuna hizi network kati ya East Africa, tuweze kujitegemea wenyewe kwa wenyewe, ili kitu ambacho kiko Tanzania, Kenya na Uganda wanya tuweze kwa supply, na kitu ambacho kiko Uganda na Kenya alafu sisi hatuna, tuweze kujisupply wenyewe kwa wenyewe. Iwapo tutaacha usnitch, unajua pia hizi nchi pia zina usnitch wenyewe kwa wenyewe, kuna watu wamekamatia. Ila this is a wake up call kwa Waafrika, tuanze kujitengenezea especially issue ya chakula. Ndasikitika sana kwamba kwa nini Afrika, na hichi ni kitu ambacho nilikiongelea na nawaambia tu waende mtu ambaye ana nafasi. Kuna the right to dump ambayo ndio imesababisha kwamba Afrika pamoja tuna the most arable land up to 70% ya bara la Afrika, tuna uwezo kuzalisha vyakula karibia kila aina, lakini bado tunategemea chakula cha kutoka nje. Inasikitisha sana, lakini sio bahati mbaya, ndio bado mifumo ile ya ukoloni. Ndio maana tukaja na fikra zinduka kwa sababu ya kuzindua hivi vitu. Kwa hiyo hayo ni miongoni mwa madhara ambayo yatatukumba sisi. Wito wangu kwa serikali, na serikali yetu inasikiliza, kwamba watoe miongozo kwa kistaarabu kabisa, kwamba tutegemee kutakuwa kuna shock in supply kutokana na kinachoendelea kule. Ambacho tunacho kinaweza kikatulast labda mwezi mmoja. Kwanza maghala ya serikali wajiwekee supply ya kutosha, ili function za serikali ziweze kuendelea kama kawaida. Punguze safari ambazo sio za lazima, na hata tuseme kwenye vyombo vya serikali, kama kuna safari ambazo sio za lazima tunaweza tukazipunguza, ili pia kusave isheni ambayo iko hapa. Watu waambiwe tupunguze, tuangalie na vitu kadhaa ambavyo tunaweza tukafanya, ili tulicho nacho kiendelee kubaki kwa muda. Niliongelea kwamba Burundi mpaka leo hii tunavyoongea wana ration ya mafuta kwa mwezi, unapewa lita 20 tu kwa mwezi, na mpaka uende ukaombe kibali, na hapo ndio tunaongea mwaka 2026. Kwa hiyo sisi ni vitu ambavyo sio kwamba viko mbali na sisi, lakini tuko bado katika mazingira mazuri, na hakuna kitu kibaya, narudia, kama kupaniki watu. Nakumbuka kipindi cha COVID kile, watu walifanya panic buy, wakaenda kununua. Kwanza inapandisha bei, alafu watu wengi itawaathiri, mastoki yataharibika ovyo. Bado haijafikia stage. Tuifuatishe serikali, itakuwa inatupa mwongozo kadri tunavyoenda. Nadhani hiyo panic umeizungumza pia, hata Disemba 9 pia kuna watu walienda kuemea mavitu na nini, alafu mwisho wa siku sasa Disemba 9 baadhi ambao walitusikiliza waliweka nani, kwa sababu tuliongelea. Nikauliza, mnaweza mkasurvive wiki moja? Mnaweza mkasurvive? Ila watu hawakuwa makini. Ile baada ya Disemba 9 waliitisha lena nini, tarehe 9 ambayo ilibuma. Ndio Disemba 9 hiyo. Disemba 9 watu wakapaniki. Ilianza 29 kafanya Disemba 9. Ambayo kwa sababu unajua kabla ya Disemba 9 upande mmoja ndio uliokuwa unatoa taarifa. Kwa hiyo ulikuwa una nguvu, kwa sababu walikuwa wanatoa taarifa, alafu ulikuwa una taarifa za upotoshaji nyingi. Baada ile wazalendo tukaanza kujitokeza sasa kuelimisha raia ndio wakafunguka. Kumbe tunachezewa michezo, kumbe kuna watu wanalipwa kwa sababu ya kufanya hii, kumbe taarifa zile zilikuwa za uongo, kumbe walikuwa watu zile movement zimeishiwa nguvu. Ndio maana sasa walitisha tarehe 9 haikufanikiwa, wakatisha tena Christmas haikufanikiwa, wakaitisha tena tarehe ngapi
mwaka mpya unaona wametisha tena Idi. Kwa hiyo raia wameamka sasa hivi. Video hii imekupa thamani, maarifa au hata mtazamo mpya, na kualika kusupport channel hii. Kwa sasa hatuna wadhamini. Kila video inatengenezwa kwa passion, kwa dhamira ya kukuletea maudhui yenye kuelimisha na kuzindua akili. Mchango wako, haijalishi ni kiasi gani, husaidia moja kwa moja gharama za uzalishaji, utafiti, vifaa, na kuniruhusu kuendelea kuunda maudhui kwa uhuru bila kuathiri ubora au misingi ya Fuse ambayo ni facts and logic. Pata video zote na update zote za DJ Sma. Jiunge na channel, scan hii QR code itakupeleka kwenye channel, au tuma ujumbe wa WhatsApp kwenda 0764124124. Andika niunge channel, utapokea link. Ila namba hii haipokei simu, sio ya WhatsApp, sio ya kawaida. Social media zote natumia DJ Sma 255. Asante kwa kutazama, asante kwa kuamini, asante kwa kuwa sehemu ya safari hii. Share na wengine wafaidike. Fuse, facts and logic. DJ Sma. Ila kuna kitu ambacho ningependa tufahamu. Video hii imelenga kwa madhumuni ya kielimu na kuhamasisha fikra za kina. Tunakuza majadiliano ya wazi, lakini wafuatiliaji wote ninatarajia kushiriki kwa heshima. Tafadhali epuka maneno ya chuki, ubaguzi, mashambulizi binafsi au aina yoyote ya vurugu. Tuchangie katika kuunda mazingira salama ya kujifunza na majadiliano yenye tija. Disclaimer: this video is intended for educational purpose and to encourage critical thinking. We promote open discussions, but all viewers are expected to engage respectfully. Please avoid hate speech, discrimination, personal attacks, or any form of violence. Let's create a safe space for learning and constructive dialogue.